Asante kwa kutukusanya tena hapa katika kanisa hili lako. Umoja wetu wa CCT, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, sisi na viongozi wetu wa makanisa wanachama, viongozi wa serikali yetu, na sisi wa Kristo uliotuita siku ya leo, tunakusihi katika wakati huu wa kulitafakari neno lako, useme nasi. Useme nasi kwa lugha nyepesi tutakayoielewa. Tutafakarishe ya mbinguni mji wetu ulipo. Utuhuluku Mungu wa Yakobo. Useme na kila mmoja wetu kwa kadri ya uhitaji wetu. Ukutane na maswali yetu mengi. Bwana, uliotujalia kuishi katika zamani hizi ambapo tunaona mashaka yetu yanaongezeka kuliko matumaini. Ulimwengu wote watikiswa na sisi tumeimba sana. Tunataka haki yako Yesu ikainue nchi yetu. Maana dhambi ni aibu kwa watu wowote kote waliko. Sema nasi, tunakusikia Bwana. Amen. Tunaweza kuketi. Bwana asifiwe. Ninawashukuru sana wote mliofika. Niwashukuru viongozi waliotupokea Mwanza, mwenyekiti wetu wa mkoa, makamu na timu yote ya viongozi, maaskofu ambao ni sehemu ya wajumbe wa halmashauri kuu yetu ya CCT Taifa. Asanteni kwa mapokezi yenu. Pokea mkutano huu na kupokea wageni kutoka nje ya Arusha. Pokea maaskofu tuliotoka mbali. Maaskofu wengi wamekuja. Jamani, si wanapendeza Lakini na hata Malasusa kaja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupokea Mwanza. La pili, nitambue mheshimiwa mgeni rasmi. Umi, mkurugenzi wetu wa Manispaa Ilemela, naomba asimame. Asante sana sana. Huyu dada kila mkusanyiko yupo. Asante sana. Na DAS amemwakilisha DC wetu Mariam, asante kwa kuja. Asanteni sana kweli. Na baada ya kusema hayo, sasa kwa ajili ya muda wetu, mheshimiwa mgeni rasmi, niende moja kwa moja katika salamu za CCT. Lakini kabla sijasema yale niliyoandika, niwaletee salamu za mwenyekiti wetu. Nimeongea naye asubuhi, wao ndio wanaenda kulala. Dr. Frederick Shaw amewasalimu sana sana, mnazipokea? Ona mmempigia yeye makofi mengi kuliko mimi. Kwa hiyo sasa, mheshimiwa mgeni rasmi na naibu waziri mkuu na waziri wetu wa nishati Dr. Doto Biteko, pamoja na msafara wako, itifaki ikiwa imezingatiwa, makamu mwenyekiti, makamu wa pili wa CCT, viongozi wote mlioko hapa, niseme nanyi kwa wakati huu kwa habari ya neno lililowekwa mbele yetu. Neno la Mungu linasema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wowote. Hotuba yangu itagawanyika sehemu kuu tatu, ya nne ni kumalizia. Ya kwanza, utangulizi ule mrefu sikuweza kusoma, maana mlishakaribishwa na kutambulishwa. Lakini mgeni rasmi, siku ya leo wana CCT, wanachama, makanisa wanachama 12 na vyama vya kimisheni ama wanachama shiriki 15. Ni chombo kikubwa kilichoungana kwa hiari kwa miaka mingi. Tumekuwa na desturi ya kufanya
mikusanyiko ya kuadhimisha siku yetu. Ni jeshi kubwa, ni makanisa yaliyoenea kote nchini yanayohubiri habari njema ya Yesu Kristo na kujihusisha na huduma ya jamii na kushirikiana na serikali katika maeneo mbalimbali. Mwaka huu neno lililowekwa mbele yetu ni kweli ni umoja wa CCT. Ni umoja kwa maana ya jumuiya. Tunashirikiana katika mambo mengi, ikiwemo kulea vijana wa UKWATA wako hapa unaona. Wale wa vyuo vikuu waliimba vizuri sana kuhusu haki. Tunashirikiana na wenzetu wa TEC katika chombo kinachoitwa CSSC katika kutoa huduma za elimu na afya kwa upana wake. Kwa CCT inapoadhimisha siku hii, tumenyenyekezwa kwa kuwepo kwako na kwa kuja kwako. Wewe Doto kwa tabia sio tu mpole, ni mnyenyekevu kama mimi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yako sana sana, kwamba umekubali kuja. Na ndugu zangu, tunakimbiza mambo kama vile hatuwasikii, ni kwa sababu mgeni rasmi ana mkutano mwingine Dodoma. Kwa hiyo ametukubali na kwa moyo wake wa unyenyekevu, na wewe unampenda Mungu. Sasa niende kwenye somo letu, neno haki. Ukisikia neno haki unasikia nini? Inakaribia sana kukosa maana. Sasa kila asemaye haki ni kama anaorodhesha madai marefu, lakini pia ni kama ana mtu anamdai hizo haki. Lakini neno haki kwa kweli haina mdaiwa wala anayepewa au anayedai. Neno haki ukilisikia tu popote, kwa tafsiri yake ya awali ama asili katika Kiebrania, neno lenyewe linamaanisha uadilifu au mwenendo wa haki. Katika Kigiriki inamaanisha hali ya kuwa sahihi mbele za Mungu. Haki ni mwenendo wa kuishi kwa uadilifu na kumcha Mungu. Katika Biblia, haki huinua taifa kwa sababu inawaleta watu karibu sana na Mungu. Jambo la pili, haki ya kweli haitegemei matamanio yangu binafsi wala haitegemei ninavyohisi siku ya leo. Haki ya ukweli ni kutenda yaliyo mema mbele za Mungu, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Ndiyo, haki ya Mungu ni ya kweli na isiyobadilika, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake kutoka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Neno hili imani katika lugha ya Kiebrania haipatikani hivyo. Kwa Agano la Kale iliyoandikwa Kiebrania, wao hawana neno imani. Neno imani ni ya Kiyunani, ni tafsiri ya Agano Jipya. Neno kwa Kiebrania, neno lile wanalitafsiri kama pale wangesema mwenye haki wangu au mwenye haki ataishi kwa uaminifu wake. Maana uaminifu unaweza kuupima. Wale ndio wale wanaotaka kuona, sio wa kuamini yasiyoonekana. Na kwa maana haki ya Mungu imekuja kwetu, wapendwa wana CCT na watu wote wa nchi yetu. Haki ni kufuata mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku, ni kutii amri zake na kuishi kulingana na neno lake. Katika Mika anasema, na kutenda haki na kupenda rehema na kuenenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Haki inamaanisha kutenda mema kwa wengine na kuishi maisha yanayomtukuza Mungu. Ni kuonyesha upendo na huruma kwa wale wanaotuzunguka. Neno upendo tena ni rahisi kusema, hata katika amri zetu kuu mbili. Ziko 10 lakini kuna kubwa mbili. Zile kuu mbili anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa nguvu zako, akili zako. Lakini amri ya pili inayofanana
haina maneno mengi, ni neno moja tu. Inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Yesu Kristo alivyosema neno hilo alimaanisha hakuna siku hata moja mtu atampenda mwingine kuliko yeye, wala hata kulingana. Najua katika lugha za kawaida tunasema nani kama mama. Mama anapenda watoto wake. Nakwambia ukweli, wanapenda watoto wake ama anapenda mtoto wake, lakini si kama nafsi yake. Nilipokuwa asubuhi na hubiri na wauliza wa mama, ninyi mna watoto na unampenda mtoto yule sana, hata kifo mtakaribiana. Kama moto kiwaka mama atakimbia kuliko kina baba. Lakini nikwambie hawezi kumpenda sawa na yeye. Bado nafsi yako ni zaidi ya mtoto yule. Na mfano mdogo sana, wamama wetu hupika nyama. Sasa wale walinijibu vizuri, ukipika nyama, wakati unataka kujua kama imeiva na binti yako amekaa hapo, utamwambia aonje ama unaonja wewe mama? Ni wewe ndio unaonja. Aha, kwa hiyo kinyango kimeenda, si ndio? Alafu ukitaka sasa kupima, maana umekuta haijalainika vizuri, ukachochea moto, unataka kupima kama sasa kweli imeiva na binti yuko pale. Zamu hii ni binti au bado ni wewe? Bado ni wewe. Kinyango cha ngapi jamani? Cha pili. Basi imelainika, lakini kuna hitilafu ya chumvi. Unamwambia binti sasa zamu yako kuonja chumvi kama imekolea au ni wewe bado? Bado ni mama. Kinyango cha ngapi? Cha tatu. Sasa hii sio kwamba tabia kina mama ni kula jikoni. Nasema tu haki, upendo, unapopenda mtu kama mwingine. Ni kweli tunazidiana kibinadamu. Kwa mfano, mimi napenda Hawa kama Mwagesera, nampenda kuliko mimi, lakini yeye hanipendi kama yeye. Si unaona hii tabia? Yaani huwezi kulinganisha hata siku moja kwamba ilingane kabisa, hapana. Lakini haki ya Mungu inahusisha hukumu kwa usawa. Tulijifunza mheshimiwa mgeni rasmi neno haki kwamba kuna wakati haki tunaitaka kweli kabisa, na wasimamizi wa haki wako hapa wamejaa. Na ninyi serikali mnasimamia sheria na utoaji haki, lakini kuna changamoto. Wale wa asubuhi tena nauliza, hivi haki ya kweli ikitendwa tunaipenda kweli? Yaani haki kabisa. Wakati wewe ni mkosa, haki unaipenda ifanywe, ifuate mkondo wake? Wale mliimba haki, wakati ikifanikiwa ikuelekee wewe, utafurahi? Au kwa wakati ule hali ni mbaya? Mimi kwa umri huu mnajua tu nimefanya makosa mengi, lakini malasusa ananizidi. Sasa ndio tunafanya makosa. Maisha haya utafanya tu makosa, utafanya maisha haya. Kwa hiyo lakini niwaambie watu wa Mungu, mimi niliwahi kukosea kweli. Niliendesha gari miezi mitatu, kumbe insurance imeisha na hairuhusiwi. Na mimi mchungaji naenda kufundisha chuoni, nikakamatwa na askari. Askari mwenyewe sura ni mzuri, ni dada, lakini mwenyewe askari wa dada ni watu wema, lakini akikung'ang'ania mambo yanabadilika. Sasa akanikamata, akanyookia pale na mimi sijui chochote, akasema insurance miezi mitatu. Nikamwambia mama yangu, ni dhambi nyingi tunafanya. Sasa akasema, nikamwambia unajua kweli hii sijui ni dhambi ya ngapi leo. Mungu angehesabu makosa, nani angeishi? Sasa tunafanya. Akasema we kazi yako nini? Nikamwambia kama hii ya kwako ya kukemea watu waache dhambi mabaya, alafu kumbe mimi ninazo, nimefanya leo. Unaona mama? Akasema unatoka wapi kwani wewe? Nikamwambia mama, natoka kuonyesha watu sinema ya maisha ya Yesu, na ili watubu dhambi ama wapunguze kama hawamalizi. Sasa
watubu. Akasema huo mkanda na mimi naweza kuangalia. Nikamwambia nani, watoto wangu wanaweza kuangalia? Nikamwambia sio watoto peke yao, na wewe mama yangu. Kwa nikampatia. Nafikiri alisahau, kaniachia hapo, nikatoka salama. Sasa kwa kweli, tuwe wa kweli, haki yangu pale ilikuwa ni kulipa faini. Nimevunja sheria barabarani. Kwa kuna wakati kumbe neno hili haki tunaliongea tu, ikikunyookea baba yangu, hai ni mbaya. Ikikunyookea, ikikukamata huwezi kuitania. Haki tunaichezea tu. Haki ya Mungu haina upendeleo. Kuna wakati inakunyokea kwamba wewe unayo haki, saa hiyo utatabasamu. Ikakunyokea unaenda kusikofaa, utafanyaje? Kuna nyingine, makosa yangu ni mengi, ningesema nyingine, lakini waziri mkuu yuko hapa, kwa hiyo acha niache, asije akasema baadaye mfuatilieni kwa nyuma. Sasa lakini haki, ukweli, ni stahili, ni jambo ambalo mtu anastahiki au kitu anachostahili kuwa nacho. Inaweza kuwa nzuri, unafurahi. Inaweza ikawa si nzuri sana, umefeli mtihani, ungetaka namba ibadilike ghafla. Haibadilikagi kwa maombi hata ukifunga. Lazima upewe inayostahili. Wanachuo na wanafunzi, soma kwa bidii, achana na rushwa, hata kama ni ile rushwa mbaya jina lake. Sasa haki zinalindwa kwa katiba ya Jamhuri ya kwetu. Nimeenda kuangalia, zinalindwa na katiba ya nchi hii, zinalindwa. Lakini kuna wakati hata walinzi wa haki wanaweza wakazivuruga. Najua unafikiria mbona yule alikuachia alivuruga. Rehema ipo. Si kuna rehema? Rehema ipo, si ndio jamani? Kabisa. Yaani wale wamepewa mkononi rehema, ila kuna saa hawana, na kuna saa inachagua, kwa sababu wasimamizi wa haki hata wangelitoka mbinguni labda wangefaulu. Huyu arasi wenu wa Mwanza Saidi, huyu ni rafiki yangu kule Arusha. Ninyi mkamchukua sasa mkuu wa mkoa. Huyu alikuwa mtu mzuri kule. Au amebadilikia huku. Sasa haki unaipewa, zinalindwa na katiba. Hata haki za binadamu zipo katika katiba yetu. Ukisoma kuanzia ibara ya 12 mpaka 29, ambaye haki yake imekiukwa anakwenda kudai mahakamani, anakwenda kwa wale wasimamizi wa haki. Ukienda kule na wewe usihonge haki, maana kuna wakati inapindishwa na pesa. Pesa ikiingia unashangaa ile haki imeharibika. Ukweli. Maana kuna wakati kama nilivyosema, hivi nchi, unajua tusitukane hao watu wanaitwa polisi, watu wa usalama. Tunawahitaji sana. Mambo yanaweza kuwa magumu, kuna saa unawahitaji tu. Na ninyi watu wa usalama, Mungu awalinde. Kazi yenu ni ngumu. Kwa sababu mimi najaribu kufikiria hivi, sio mimi. Tutumie mfano mmoja. Nani hapa? Tuseme Malasusa. Tutumie hiyo. Kama unajua, kama wacha niache ya Malasusa maana mnamcheka kijana huyu ni. Lakini kama leo mimi nimeingia kanisa, naibu waziri mkuu, nimeingia kanisa kwenda kuhubiri. Si mimi ndio mgeni rasmi. Unajua mimi ndio mwenyekiti wa CCT Tanzania yote. Si ni kweli jamani? Kwa hapa nilipo si ndio mimi? Shoa kae zake kule alienda, mimi nipo hapa. Sasa tukubali. Mimi nimeenda, nimekaribishwa na wachungaji wazuri kweli, mpaka katibu mkuu wa kanisa lake, kanisa la Mwagwesera. Tatizo wamenipeleka mpaka huku na kunapendeza tu. Nimefika, kuna kiti nilikuwa nasubiri ndio ya mheshimiwa, wameninyima ile kitu kukalia. Fikiria yeye hayupo, ameweka amri hata kiti nisikalie. Sasa hii fikiria,
Bwana anajua njia. Anasema Mungu ndiye mwenye mamlaka ya mwisho kuamua haki ya mtu. Haki ya Mungu ni kwa watu wote, haibagui. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Zaburi. Itapotea. Wanafanikiwa kwa muda tu, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Wapendwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie. Warumi 3:26. Kwa maana hasira ya mwanadamu, kwa hasira ikitibuliwa. Unajua hili neno inaitwa hasira, herufi chache sana. Hapana dawa duniani wala maabara inayojaribu kutafuta dawa ya hasira. Mimi sijaona. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Ukighadhibika huwezi kutenda haki. Ndio maana wanasema ukikuwa na hasira sana usiamue, utaamua vibaya. Maaskofu wangu, utaamua vibaya. Ukiwa pia na furaha sana, utatoa kichwa cha Yohana ikatwe bure. Usitoe ahadi wakati una furaha kwamba waziri mkuu ana mamlaka. Kweli anaweza akafurahi leo. Unajua cheo cha naibu waziri mkuu inafananaje? Mimi sijui, na ninafurahi hata sijui. Maana nikijua pengine ningekuwa kila saa nasema kwa nini Biteko, kwa nini yeye, kwa nini sio mimi. Katika maisha haya mkuu wa mkoa, furahi tu baba akalie hiyo cheo, maana gharama yake nayo ipo. Cheo ni dhamana. Wachungaji, kuwa askofu sio makanzu haya, ingekuwa rahisi. Ina mambo ndani yake mengi sana. Ukiona askofu nywele inabadilika rangi, sio amechagua, sio umri peke yake. Mambo yako mengi. Wewe angalia huku mbele. Mambo yako mengi. Haki ni kwa watu wote, sio kwa mtu mmoja. Watu wote. Wezi kabisa haki ukabagua watu. Lazima watendee. Upande wa pili kuna discretion ama rehema ama hisani ya kiongozi. Waziri mkuu anaweza akatoa misamaha fulani kwa mamlaka yake. Naibu waziri mkuu, mkuu wa mkoa, wa wilaya anayo. Hata askari wetu wanaweza wakatoa hiyo haki. Nimeona wakitoa. Lakini kitu nimejifunza pia, ukiwa mkorofi, ukichochea hasira ndani yake, utaikosa hata ile alionayo hakupi. Nasema kweli, hakupi. Lakini ukijifunza kunyamaza, nchi yetu mahali imefika, waziri mkuu, naibu waziri mkuu na serikali yetu inahitaji maombi sana. Kweli. Mimi nimeangalia watu wanaimba. Watu wakiimba kitu sana, ujue ni hitaji. Ukisikia wanaisema sana, ujue ni hitaji. Baba, hata we baba, ukiona mkeo anapika anaimba wimbo wa wana wa Israeli, fikiria. Kweli. Mimi napenda ule wimbo wa wana wa Israeli. Makongoro hawajaja huku, waliniimbia leo, nimefurahi kweli. Wana wa Israeli waimbia kule mbali, lakini ukisikia wanaimba jikoni, baba fikiria, moto umewasha kupita kiasi. Wapendwa, uasi wa sheria na dhambi. Dhambi ni uasi tu. Uasi wote ni dhambi. Asubuhi niliwauliza, na ninyi nitawaulizeni, na acha tu waziri mkuu asije akaniangalia vibaya, lakini nasema kweli. Niwaulize ninyi wengine. Huyu ni mgeni rasmi leo. Kesho nitamuuliza. Kukata hapa, acha hawa ni wakubwa. Mnapenda dhambi? Wachungaji hampendi dhambi? Na wale kule hapa mbele, ukiacha waziri mkuu
Tumesema tunamsamehe ni naibu waziri mkuu, mgeni rasmi. Tunapenda dhambi. Unajua ninyi ni waongo. Ukweli? Kwa sababu dhambi mimi nazipenda, ila Yesu hataki. Kwa ajili yake ninaacha. Ninyi wa mama mlioolewa, mnapenda kurudi nyumbani saa 12 isikukute nje. Mnaipenda. Mnarudi kwa sababu mume hapendi uwe nje, ana wivu, mchanganyo na hasira. Si ndio? Kwa kuwa Mungu hapendi. Kwa kuwa Mungu hapendi, hata hawa wanajua. Malasusa unaniangalia ni ukweli, lakini wanajua kwamba dhambi unaiacha kwa sababu Yesu hapendi. Pili, hujaipatia fursa. Tunaimba polisi wanakula rushwa, wala rushwa wakubwa polisi, tunaandika, lakini ukipewa fursa utakula rushwa. Maana rushwa ni upendeleo. Mwenye haki unamnyima, asiye haki unampa. Mungu awape neema watu wa CCT mwaka huu tunapoadhimisha. Dhambi ni uasi. Ni kuasi njia sahihi na kuingilia isiyofaa. Katika nchi yetu tunahitaji maombi mengi sana, na kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa ajili ya muda wangu, dhambi huleta aibu kwa watu wote. Dhambi ni fedheha. Na kwa ninyi wa Kristo wote nchi hii, tunaposema ninyi viongozi wa serikali, ujue ni nani? Wale ni wa Kristo kanisani, wale ni waumini msikitini, wale ndio tuko nao msikitini, wanaenda kule, wanakuja makanisani, ni wazee wa kanisa. Sasa ukiwatukana, unajitukana. Hapa tunapaswa kutafuta dawa. Tunaumwa. Hamsikii vinywa vya watu wetu. Kila mtu nenda kwenye magrupu, kichwa itakuuma kabla ya saa 6 usiku, na wala sio usingizi, na wala hujatenda dhambi siku hiyo. Kwa neema ya Mungu haijatokea njia yako. Sasa sisi tunapaswa kujilinda. Mojawapo ni maombi katika kila kusanyiko. Ombeeni nchi, fungeni kwa ajili yake, mipaka yake iombewe, jumuiya za kimataifa ziombewe. Kule Arusha, naibu waziri mkuu, mimi nilisema hivi, na narudia hapa, na naisema kwa unyenyekevu. Naogopa baadhi ya lugha kama kusema watu wasiojulikana. Hapana, asiyejulikana, wanajulikana. Hawajulikani na sisi. Na inawezekana hawajulikani na watu wa usalama, lakini wanajulikana na wazazi wao, hata majina wanajua. Wanajulikana na waliowatuma, hata sababu wanajua. Na mimi niwaambia wakubwa wetu kule Arusha, ninaogopa tunakoelekea nchi hii. Kila tendo baya saa hizi kitokea ni vyombo vya usalama. Je, magaidi na wahalifu wakifanya tendo hilo, si tutauana? Si tutapoteza muda tunanyosheana vidole? Tanzania hatuna nchi nyingine. Nimekaa pale na tafakari, maaskofu wangu, ibada nzuri kama hii, nchi ikivurugika tutaipataje? Tutaandamanaje? Hivi unajua nchi ikivurugika mkubwa na mdogo wanalingana. Ikiwa hakuna anayeheshimu mwenzake, tunaomba baba na mtoto, kiongozi na mwongozwa, tuheshimiane, tulindane, tuambizane hata kwa siri. Itatuokoa. Nchi yetu haijaendaga vita, haijui. Hatujui. Tanzania haijui vita. Hatujui bunduki tofauti yake. Mabomu pale Arusha lilipuka, tukaambiwa, nafikiri huyu hajafika bado, lakini tukaitwa mwenyekiti, mimi ni mwenyekiti wa makanisa yote pale. Lindeni makanisa. Sasa nikamwambia RPC na OCD, mimi unaniambia tulinde makanisa mabomu ya siku. Mimi nikikuta bomu mlangoni, sinapeleka madhabahuni mapambo ya siku. Mimi najuaje bomu? Sisi hatujui hivi vitu, hatujui. Kwa hiyo niwaombe wachungaji wa Kristo wapendwa,
Kwa ajili ya muda wetu nitamalizia hapa. Nilikuwa na mengi sana ya kusema kwa sababu moyo umejaa. Huzuni inaongezeka. Vilio vimekuwa vingi. Na ni kama kujizuia kumeshindikana. Ni kama tunaogopana. Naibu Waziri Mkuu, tunaogopa. Mimi naogopa kumpigia mkuu wa mkoa. Leo viongozi wa dini ni kama karibia mnatuzima. Uso ukichafuka usivunje kioo, nenda kanawe. Kwa sababu hupendezi ukipita pale. Dawa sio kuvunja hiyo kioo. Nenda tu nawa uso, mambo hayako sawa. Tunakaribia kunyamazishwa kwa sababu gani? Ikiwa mapigano yameingia mpaka huku, na sisi nasi viongozi, kinywa cha kuhani hunena maarifa. Tuchague tunavyosema, mahali na namna tunasema. Na ninyi mnaosimamia sheria hizi, sisi sio wabaya. Tutakuwaje wabaya? Hatuna kitu, hatuna silaha, hata mawe sijui anarushwaje. Hatuwezi kuwa wabaya. Mtuite tuseme tunayoyasikia. Tunaishi na watu na ninyi watumishi wa serikali mlioko hapa, jamani, tunawaombeni. Mwaka huu ni mgumu, na wahurumia kweli, na sisi tunajihurumia pia. Tunapaswa kuomba kwa ajili ya Tanzania ivuke salama. Watu ni kama wanafika kukata tamaa, na aliyekata tamaa ni mtu mgumu na wa hatari sana. Mbwa ni mwoga, ukimbana kwenye ukuta atakung'ata, nakwambia, kwa sababu ya njia kakosa kutokea. Tafuteni nafasi ya mikusanyiko, tuhojiane, tuulizane. Anayepiga kelele anataka nini? Anayetukana ni matusi tu ndio anayo moyoni, au ana kitu kingine pia? Wale maadui wa nchi hii mtawapa nafasi. Hatupaswi kabisa. Unajua, tusichukulie wepesi hata kidogo. Mkuu wa nchi akitukana, wala usishangilie. Usishangilie. Kwa sasa ndio amiri jeshi mkuu, ndio anayeongoza. Kama ni hiyo gari yako, dereva akipigwa jiwe, omba Mungu, akianguka ubaki. Nchi nyingi zimetuzunguka, tumesikia yaliyowakuta. Ujumbe wetu kwa mwaka huu, tuna uchaguzi, haki ya kusimamia. Tusimamie kwa haki tu. Na wale wanaotafuta vyama vya siasa, chagueni maneno basi. Mkipewa jukwaa, sio kutokana peke yake ndio iko. Mbona kuna maneno mazuri mengi? Kwani yaliyobaki ni matusi peke yake kutokanana? Si kuna mazuri mengi? Ukisema tafadhali, samahani, naomba, njooni, kama hajasikia si unarudia. Naomba tuchague maneno jamani. Tunawaomba viongozi wetu, tusaidieni. Naibu Waziri Mkuu, ofisi yako inahusika. Mimi nataka kusema hivi, leo baada ya wale watoto kuimba wa kwetu, nataka kusema hebu tusimame tuiombee Tanzania. Tuombe amani. Tuombe damu ya mtu isimwagike nchi hii. Ardhi isinywe damu ya watu. Damu ya mtu ikilia, Mungu anasikia. Damu ikilia, Mungu anasikia. Hawa wachungaji na maaskofu mnaowasikia, baba yangu, ninyi mnasema jamani, semeni. Wakisema acheni kutukana, wanasema hawa ni chawa. Hebu fikiria askofu kama Mwagwesera na Malasusa watakuwaje chawa? Fikiria chawa ni kamdudu kadogo. Hawa kweli na wengine nikiwaangalia hapa naweza kusema sio chawa, lakini ujue ukisema jamani tendeni haki, ninyi mnatubana, mnasema msiingilie siasa. Sasa siasa ndio watu hawa baba, tafanyaje? Wakiumwa ni hawa. Yani sijaingilia, siendi kwenye siasa jukwani, sisemi munichague, wala sigombei, hata sijatamani. Lakini sasa nafanyaje? Watu wanaumwa. Waziri Mkuu, hata kama ni wewe utafanya nini? Wanaumwa. Tunawaambia toeni sadaka, ni kama wanapiga magoti wakija mbele.
Tukiwaambia waimbe wimbo ni kama kilio. Mungu atusaidie Watanzania wote. Leo tumejaa hapa sana, nchi yetu ipate amani. Bwana asifiwe. Wala msikubali kushawishiana, maana hujui yaliyojaza moyo wa mwingine. Fikiri na kutafakari yapasayo, tuitende haki na amani tuitake sana. Mungu aistawishe nchi yetu. Mungu aneemeshe Tanzania. Tuwaombee viongozi, adha na dhiki yao si kidogo, maana sisi ni viongozi, tunajua maumivu ya kuongoza kizazi hiki yanamhitaji Mungu kila siku, sio siku ya jana. Niliangalia kijana mmoja na dada, nilisoma tu, wanapatana kuoana, lakini wazazi wamekataa. Walipendana, wakasema kuliko kutokuoana kwa amri ya baba, heri wafe wote. Wakasema wakapatana, tufe wote, mimi siwezi kuishi bila wewe. Yule akasema hata mimi. Wakapatana, twende tufe. Tunakufaje? Akasema tukinywa sumu watatupeleka hospitali, tutapona na hatutaoana. Sasa twende kwenye mlima mrefu na mto chini, wanaujua, alafu tujirushe pamoja. Wakaenda. Walipofika wakasema tushikane mkono. Wakashikana. Wanaume saa nyingine sijui aoga, akasema ngoja tupata. Akasema tupatane, tunarukaje? Akasema tunahesabu 1 mpaka 3. Akasema haya, 1. Akasema ngoja. Tunaruka saa tunaanza kuhesabu au tukimaliza kuhesabu ndio tunaruka? Dada akasema tukisema 3 ya mwisho ndio turuke. Akasema haya, mguu gani utangulie? Akasema tuweke wote wa kushoto mbele. Haya, 1, 2, 3. Akaruka yule mwanaume, dada amebaki. Sasa namwambia wewe, mbona umebaki? Akasema nimebadili mawazo.